Leo ni siku ya furaha kubwa sana kwetu sisi ambao tunatoka upande wa ng'ambo ya ziwa, kwa sababu sisi ndo walengwa zaidi. Maisha yetu yanategemea mjini na mjini wanategemea kule ng'ambo. Ujenzi wa daraja hili na ufunguliwaji wa daraja hili ni faraja kubwa sana kwa wanajimbo la Geita, kwa watu wa mkoa wa Geita, kwa sababu kwa kweli itafungua fursa. Tunaweza kufanya kazi mpaka saa 12 Mwanza ukarudi Geita. Tunaweza kuja Geita ukafanya kazi mpaka saa 10 muda wote na bila malipo. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu, na ndio maana tumejitokeza kwa wingi. Umeona mabasi haya yote, si tumeleta gari kama 30. Yote haya ni kwa sababu ya kuja kuwaonyesha kwa Tanzania kwamba kitendo alichokifanya Mama Samia Suluhu Hassan cha kutengeneza daraja hili na kuzindua hii fursa ni kitendo kikubwa ambacho kinahitaji kupata support. Hatuna tunachoweza kumlipa, bali sisi ni kuja kumlaki na kumwambia tunashukuru kwa kazi aliyoifanya kutujengea daraja la Msisi. Kila gari moja linabeba watu kama 50. Lakini kwa furaha tunabeba kama watu 50. Kwa tumekuja kama watu 1500 kuliwakilisha jimbo. 1500 si haba. Na ni wengi kwa kweli, na ni sehemu mbalimbali, sio jimbo langu peke yangu. Kuna watu wengine wa Geita nao wamekuja. Hii yote ni kuja kusupport. Kwa kweli kwetu ni sherehe kubwa sana. Ni tamasha kubwa na ni sherehe kubwa ambayo kwa kweli tunasema Mheshimiwa Rais anastahili kuongezwa miaka 5 bila maswali. Na hata wale ndugu zetu nimeona wako wengi tu wanaosema no reform, no nini, no reform. Tunawaambia hamna tatizo, no reform, no election. Sisi kwetu ni no Chadema, hamna tatizo. Kuona maisha Mheshimiwa kwamba hata hao wanaosema hayo maneno kwamba kwenye hili daraja watatumia. Tunao wapinzani wanaotoka ng'ambo walioko Mwanza. Hawatapita kwenye maji, watapita juu ya daraja pamoja na kumtukana Mheshimiwa Rais. Watapita juu ya daraja, tutapiga nao kampeni, na hizi ndo sababu ambazo tunawaambia sisi kama waneki na mkutano mkuu wa chama tuliona haya matendo kwa sababu tunayajua sisi ni wana CCM. Tukasema mama anastahili kuongezwa muda, kuna mipango mingine mikubwa zaidi hapa aweze kumalizia. Nashukuru kwanza, mimi sio tu kuwa mmoja, mimi nilikuwa rafiki na marehemu. Wakati anaanza kutueleza hili wazo, tulikuwa kwenye gari tunatoka Chato, alikuwa hajawa rais. Akasema siku nikiwa rais mimi tajenga hili daraja. Sasa tulikuwa tunapenda kutaniana kumwambia hiki kitu hakiwezekani. Lakini akaanza, mimi nimeshuhudia toka tunaanza kutafuta wapi daraja litakaa. Tumeletwa kama neki siku moja tukaja tukakagua wapi daraja litakapoangukia. Nimeshuhudia toka nguzo ya kwanza inachimbwa. Marehemu Magufuli amefariki kule kulikuwa na nguzo 3 zimeanza. Huku kidogo kulikuwa na nguzo kama 5. Lakini mimi napita muda wote, miaka yote toka daraja linajengwa napita huku kwao kwenye daraja la chuma. Sijawahi kuona hata siku moja daraja limesimama. Usiku na mchana wanafanya kazi na hawadai. Kwa kweli ni jambo la kihistoria. Na unajua rais hapangiwi, ninyi wa Tanzania mnafahamu. Angeweza kufika alipo hapa akaamua kutengeneza kitu kingine kwa sababu mamlaka ni ya kwake, lakini alisema hapana, miradi iliyoanzishwa na mtangulizi wangu Mheshimiwa John Magufuli lazima niimalizie. Na kwa kweli tunampongeza sana. Kwa sisi wanakanda ya Ziwa, huu ni ushindi mkubwa sana kwetu, ni historia ambayo haipo. Na sio maajabu tu, dunia nzima leo itashangaa kushuhudia daraja la kilomita 3 linazinduliwa. Na Oktoba sasa unawaambiaje wana Geita? Oktoba kuhusu Mama Samia tulishamaliza. Na kwangu nina watu wamekuja kuchukua fomu. Mimi ni mtu maarufu, kwa hiyo lazima waje watafute CV. Kugombea na Msukuma nayo ni sifa mojawapo. Kwa hiyo wakaribisha, wataonekana mitandaoni kwamba wamechukua fomu kwenye jimbo la Msukuma, lakini mbunge watu wangu walishamaliza kuchagua. Tumefanya mambo makubwa sana, Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana kwenye jimbo langu. Mimi jimbo langu ni jipya, lakini hakuna sekta ambayo imeachwa. Na mimi kama mbunge niko vizuri, nimetendea haki jimbo langu. Nastahili kupewa hata 20, mimi sio 5 kwa sababu umri bado naruhusu na katiba inaniruhusu. Kwa hiyo wale waliokuja na wanaofikiria kuja, mimi sina mashaka. Nimeshawaambia hata ukipungukiwa hela ya mafuta mimi nitakusaidia. Ukihitaji gari ya kufanyia kampeni mimi nitakusaidia. Kwa sababu najua na kushinda. Sifa moja utakayoipata ni kwamba umegombea na mtu maarufu anaitwa Msukuma.